Swala la Simba kuto kumpongeza Engineer Saidi na tukio la jana alilofanya. Kwanza tuanze na hili tukio la kuto kumpongeza. Sidhani kama lina maswali mengi kuhusiana na viongozi wa Simba kuto kumpost. Tunajua soka la Tanzania limeondoka kwenye ushindani wa uwanjani. Ushindani wa uwanjani kwa maana yake kwenye pitch pale, yani ndio kwenda kuwa na vita. Afu linaingia mpaka kwenye mazingira ya kawaida, kwa sababu sidhani kama Simba walikuwa wana sababu zozote za kutokumpongeza Engineer Saidi, kwa sababu kwamba kwanza ni Mtanzania, kwanza haendi kwenda kuharibia chochote kwao, kwamba pengine atakuwa mtu mbaya kwa upande wao. Ni ule labda unaweza kusemaje, ni zile taratibu tu za kizamani. Watu wengine wakaenda mbali zaidi kwamba taratibu za kishamba, kwa sababu kama unashindwa kumpongeza Mtanzania mwenzao, kwa sababu Simba angesimama kama Mtanzania mwenzao pia ingemata, umeelewa? Ingesimamia kama ni mtu kutoka Afrika kaenda wapi, kaenda FIFA, napo ingemata kumpongeza. Sasa uasimu huo wanaupeleka mpaka kwenye vitu vya msingi. Lakini naamini hata kwa upande wa Yanga nao angeteuliwa mtu wa Simba wasingefanya hivyo, kwa sababu hizi naamini hivyo, kwa sababu hivi vilabu vimeingia katika mazingira ambayo haifanyi vitu yani katika mazingira ya tuseme professional. Huwa wanafanya vitu kwa sababu ya uasimu. Sijui kama naeleweka vizuri hapo. Simba na Yanga wanafanya vitu kwa sababu ya uasimu. Naamini kama angeteuliwa kiongozi yote kutoka kwenye klabu kingine, sio Yanga, sio Simba, umeelewa? Wangepea, yani kwa upande wa Yanga wangempa pongezi, upande wa Simba angetoa pongezi. Lakini uasimu wao sasa ndipo unataka kujiuliza, hivi kumpongeza mtu kuna kukosi kiasi gani? Kwa hiyo ndio maana nasema hata kwa upande wa Yanga sidhani kama angetoa hizo pongezi, lakini mimi nauita kama ni ushamba, ambapo tunatakiwa tutoke huko sasa. Tutoke huko. Wengine wamedai kwamba katika mechi ya finali kati ya RS Berkane na Simba Sports Club kule Zanzibar, Engineer Harris kutokea kati yeye ni yule mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Wengine wakaenda mbali kwa hilo, wakaongezea hapo. Mimi binafsi nikopo kwenye mkutano na waandishi wa habari. Ni moja kati ya maswali ambayo mimi nilikuwa nimeshayahifadhi kabisa. Lakini bahati mbaya ni kwamba hawakutoa nafasi ya maswali mengi. Kuna baadhi ya watu waliuliza maswali, watu kama 3 hivi, lakini hawakutoa room kubwa kwa pande wa waandishi wa habari waulize maswali kwenye session zote 3 ambazo kwanza wameziweka. Kwa hiyo ni kitu kama walifinya. Hata mwenyewe nitaka niulize kwamba Engineer Saidi ulipata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Mbona swala la Simba wakati wanapitia changamoto hukuonyesha kama mwenyekiti wa vilabu kauli yako yoyote, either iwe ni kusema Simba mko sahihi au kusema RS Berkane mko sahihi, angalau tuone kauli ya mwenyekiti wa vilabu ikoje? Sikupata nafasi hiyo. Kikweli kabisa kwenye lile swala lilileta sura ambayo mimi mwenyewe na maswali mengi. Huenda nikipata nafasi wakati mwingine nza nikaja kumuuliza kwamba kwa nini haikufanyika hii hatua yote, iwe ni kuwapa haki Berkane kwa vyovyote vile au kuwapa Simba kwa vyovyote vile, au ufafanuzi wote ambao ulikuwa unahusika pale. So far tukizungumzia kwenye mkutano na waandishi wa habari juu ya kuelezea mambo yote, kwa sababu kuna mambo ambayo alikuwa anaelezea Engineer Saidi yalikuwa katika mlengo wa aina 3. Wa kwanza uongozi wake ndani ya Yanga, ya pili uongozi wake ndani ya CAF, lakini pia uongozi wake ambao ametoka kuteuliwa kwenye FIFA. Alianza kuzungumzia kwanza kwenye upande wa jinsi alivyoingia Yanga na mazingira yake. Mimi binafsi ni mmoja kati ya watu ambao nasema endapo kama sehemu yote nikaja kupata uongozi, nitajaribu kupita kwenye miguu ya Engineer Saidi kwa kile ambacho anakifanya. Ni uongozi bora sana ambao anaongoza. Kwa sababu gani? Ukiangalia hata idara ziko ndani ya Yanga, viongozi wafanyakazi wa Yanga, anapoonekana Engineer Saidi haionekani kama imefika sumu. Inaonekana kama imefika solution. Amefika mtu ambaye ni sura ya taasisi. Unajua kuna viongozi wengine ukifika unaonana na mtu ambaye kakukunjia sura, hataki kuonana na watu, yani ni mtu ambaye kashaweka makucha kabisa, hataki kuonana na watu. Lakini kwa Engineer Saidi katengeza mazingira rahisi kabisa kwenye mahusiano na watu wengine. Lakini alijibu swali moja ambalo lilikuwa nahusiana na transformation ndani ya Yanga. Leo ni swali ambalo watu wengi wako wanajiuliza, mbona kama transformation kama imeganda hivi, haieleweki inaelekea upande gani? Akatoa ufafanuzi kuhusiana na transformation ilipofikia.
ni kwamba mpaka kufikia ile valuation ambayo Yanga ameshaitoa kwamba value ya Yanga ni milioni 100, milioni 100. Ni hatua ya kwenda sasa kuifanya hiyo milioni 100 iwe na katika mgawanyiko wa wawekezaji watapata 45 zao na hizo asilimia 51 zinabakia kwenye chama, na mchanganuo wake umeleta afya ya uongozi ambao yeye Engineer Said pia amehusika kusimamia. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo alivizungumza na alivyotolea ufafanuzi ni vitu vya afya kwenye mpira wa miguu. Lakini angalizo moja mimi kwa Engineer Said nimpe angalizo pamoja na mengi ambayo ameyafanya mazuri sana ndani ya klabu ya Yanga, na imekuwa mfano. Hata mimi mwenyewe kama nilivyosema kwamba natamani kuwa miongoni mwa watu ambao hata nikija kupata nafasi ya uongozi niwe na picha ambayo inaonyesha inasadifu kwamba nimejifunza mengine kutoka kwa Engineer Said, communication na watu na jinsi ambavyo anaweza communicate na watu na vitu kama hivyo. Lakini asisahau yeye ni kiongozi mkuu wa Yanga kafu, kwa maana ya kwa upande wa vijana, mwenyekiti wa vilabu kwa vilabu. Lakini pia ni mjumbe wa kamati ya FIFA ya mashindano. Asisahau zile ni nafasi kubwa. Kuna mazingira ambayo Engineer Said huwa anayafanya kwa open sana, sio kitu kibaya, lakini ajaribu kuweka mipaka. Ni kiongozi mkubwa sana. Kuna matukio mengine ambayo pia anatakiwa kuyaepuka kama kiongozi mkubwa. Mfano, kuna tukio moja mara baada ya kutoka kwenye mkutano, kuna mchezaji anaitwa Jenin Mkanda Twisenge Yanga Presence. Walivyoonana, ni kweli ni mchezaji wake, haistahili kumfurahia, na ni kitu ambacho mimi nakifurahia kutoka kwa Engineer Said. Ana sura ya kumpokea mtu na mtu akajisikia comfortable, lakini ikafikia hatua mpaka kumkumbatia. Unajua, ukiwa kiongozi mkubwa kuna matukio mengine jiepushe sana, ili wale kupaswa kumkumbatia. Alimkumbatia na ile kukumbatia ambayo watu wengine wanaweza katafsiri tofauti. Kukumbatia hii kuhaga hii watu watafsiri tofauti. Unafikiri kudanganya? Unafikiri kutania? Au ni kuonyesha vipi? Shida sio kumkumbatia kwamba italeta tafsiri ina maana gani mbaya? Unajua mtu anaitwa kiongozi. Sawa, mtu anaitwa kiongozi lazima anajue ana watu wanaitwa maadui. Ana watu ambao anatakiwa awape taswira sahihi ya maisha yake yakoje. Umeelewa? Unajua hata kukumbatia sio hug ambayo inafika kifuani kabisa. Kuna zile hug zingine za unaweza kumaliza umekishikaji, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo nikaona of course anaweza kachukulia kawaida kwa sababu yeye yuko charming na watu, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo zikapeleka taswira mbaya kwa jamii. Kuna baadhi ya vitu avizuie sana kuvifanya kwa sababu vinaweza kumletea labda sintofahamu. Unajua watu wanaweza wakatengeneza ukubwa wa mambo, kumbe mambo hayako vile. Kwa hiyo nilikuwa natamani pia kumuona Engineer Said ajikumbushe kwamba ni kiongozi mkubwa sasa hivi. Sio mimi. Mimi naweza kachukulia kawaida. Lakini naamini kama watu wangeamua kulifanya liwe kubwa na lizungumzie, lingekuwa naleta taharuki kubwa. Sasa tufanye ndio umelizungumzia, taharuki gani ambayo hapo inatokea baina ya yeye ni kiongozi mkubwa. Kuna ukaribu wa wachezaji ambao unaweza kaufanya kwa karibu nao, lakini bado inawezekana ukaweka mipaka pia ya heshima. Hebu angalia kama watu wengine wakiona unamwagi mchezaji kwa kiasi cha kwamba mchezaji anakushika mpaka mgongoni kwako, anakugonga hivi. Yani kuna vitu afu ni kiongozi mkubwa, ni kitu ambacho hakiwezi kuleta taswira nzuri. Ndio maana mimi najaribu kumpa yale maua yake ambayo ameyafanya, lakini na tahadhari pia za vile vitu ambavyo kama kiongozi mkubwa ajaribu kuviescape. Ni mtu ambaye niko karibu na kila mmoja, hata marafiki, hata watu ambao wanamfikia kwa nafasi aliyokuwa nayo, ajaribu pia kupunguza idadi ya watu ambao wanamfikia. Unajua kwa nafasi aliyokuwa nayo kuna wengine wanaweza kaitumia vibaya. Umeelewa? Na naamini kuna watu ambao wamepewa nafasi hata kupeleka idea zao, kushauri, kuomba hivyo, lakini kuna namna ambavyo yeye itabidi apunguze kutoka na nafasi aliyokuwa nayo. Hawa watu wa kawaida hawa bila kuweka mazingira, kuna mtu mwingine atakuja kumpaka kinyesi. So, yani atakuja kusema kitu ambacho hakistahili kusema mbele zake wakati ule.
Kwa hiyo kwa uongozi wake mimi nampa kongole, lakini mimi nampa tu tahadhari kwa nafasi aliyokuwa nayo. Inawezekana anatengeza maadui ambao wanaweza kutumia advantage hiyo, ambayo inaweza kusababisha baadaye akija kuescape watu, anaweza kaondoka na watu wote, akawakataa watu wote, kumbe ni mtu na mazingira ambayo yeye mwenyewe akayaweka kwa ukaribu zaidi. Lakini so far hasa kuna baadhi ya vitu ambavyo nimevisikia, naamini anaenda kufungua milango mingine kwa Watanzania wengine kwenye nafasi ambayo iko nayo, kwa sababu alizungumzia kwenye nafasi yake kama aka akiwa kama mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, amewezesha vilabu ambavyo walikuwa hawana sauti hata kutoa maoni, angalau kuwa na hata akipata changamoto, klabu ikipata changamoto ana sehemu ya kuanzia. Nimeona vilabu ambavyo vilikuwa napata changamoto ya kwenda kusafiri umbali mrefu. Tunakumbuka timu kama Biashara ilishindwa kwenda kwenye mashindano ya kimataifa kwa sababu ikosa pesa, lakini kutokana na mazingira ambayo ameweza kuyafahamu, wamependekeza kupitia aka vilabu hivyo vitakuwa vinacheza kwanza kikanda ili kuweza kufikia hizo nafasi kubwa zaidi wakati kijitafuta huko, lakini kuna pesa ambayo wanakuwa wanaipata kama vilabu. So far kuna kitu kingine ambacho nimekifurahia kwa wachezaji ambao wanacheza timu za taifa. Vilabu mara nyingi vinawasajili wachezaji, wakienda kule wanabaki kutumika, alafu vilabu havinufaiki, na vilabu ndivyo ambao vinatoa mshahara kwa wachezaji. Lakini wamependekeza kwamba FIFA itakuwa inatoa pesa kwenye hivyo vilabu. Nakumbuka kuna tukio ambalo liliwaathiri timu kama Fountain Gate FC. Nakumbuka alikuwa ametoka mwalimu, alienda kuitumikia timu ya taifa, alitoka wachezaji kama 3 walitoka pale. Edgar nani yule, Edgar ambaye alikuwepo Fountain Gate, wakatoka wachezaji 3 pale Fountain Gate FC. Kwenye ligi wakawa wameathirika kwa kiasi kikubwa. Amechaguliwa na FIFA, kwa nini hawajaona post kwamba wakimpost kweli ni mjumbe wa FIFA? Hilo unaliekaje? Swala la kupostiwa na FIFA, nadhani watakao kuwa wanaizungumzia hilo swala ni watu ambao wanataka kujificha kwenye kivuli ambacho hakina hoja yoyote, hakina msingi wowote. Yani Engineer Said kupostiwa na FIFA, hivi wamepita kwenye peji ya FIFA, wameona kuna mtu yote kapostiwa pale ambaye wanaweza kusema naye Engineer Said apostiwe. Na wakumbuke kwenye kamati moja kati ya kamati za FIFA, sio kamati hiyo moja tu, kuna kamati nyingi sana zimeteuliwa za FIFA. Kuna kamati za ufundi, kuna kamati za madaktari, kuna kamati za sheria ambazo hata Eto'o, sawa, the fees, naye aliteuliwa kwenye kamati hizo. Eto'o kateuliwa kwenye kamati ni kamati ya sheria, si ndio? Eto'o ni brandi kubwa kuliko Engineer Said. Kwenye soka tu akipostiwa Eto'o ni value, lakini FIFA ameposti. Kwa hiyo ambao wanasema hajapostiwa Engineer Said, warudi waangalie ni utaratibu wa FIFA kufanya hivyo. Kama ni utaratibu, je, ni Engineer Said mwenyewe amepostiwa au kuna wengine ambao hajapostiwa? Kwa nini watumie kivuli hicho kwamba hajapostiwa? Kwa hiyo waende kwenye uhalisia kwamba Engineer Said hajapostiwa ni utaratibu wa FIFA, na haiwezi kuwa sehemu kwamba sijui hajapostiwa kwa sababu gani. No. Waachane nayo mambo. Mimi nimpongeze Engineer Said kwa kile ambacho amekipata, hasa kupostiwa, lakini kwa kazi ambayo ameifanya, kwa sababu kufika FIFA lazima huko chini kuna vitu ambavyo amevifanya vikaonekana na value. Umeelewa? Na mkutano na waandishi wa habari ambao aliuitisha, angalau natamani tena urudiwe, aruhusu maswali ya wazi na ayajibu, kwa sababu sisi kuwa na mawazo mengi ya kujiuliza. Mimi miongoni mwa swali lingine ambalo nataka kujiuliza ni kuhusiana na uwanja wa Yanga ambao uko Kigamboni. Kigamboni kuna uwanja wa Yanga ambao alipewa na Makonda Kigamboni. Hawazungumzi chochote zaidi, wanazungumza kujenga uwanja ambao uko Jangwani. Sasa tutaka tufahamu una process gani, labda kuna mpango yote au wameamua liwe pori tu. Kwa hiyo pia ni maswali ambayo tutatakiwa tupate muda kama huo, tuulize maswali ambayo yataenda kubenefit kwa mashabiki waanze kuelewa vision. Najua vision yake ni kubwa. Uwe nataka kutengeneza hosteli pale au kufanya chochote, tufahamu nini ambacho kinaenda kufanyika. Kwa hiyo yote katika yote, mimi nimepongeza kwa ile mkutano, ulikuwa na maana sana, na wafanye mwingine ambao utakuwa na maswali na majibu ambao tutakuwa tunapata sasa vitu vya ndani. Najua hana uoga, kwa sababu kama kafanya mambo mazuri anaogopa kitu gani? Engineer Said, kwenye mpira wetu wa Tanzania wewe kwako unaona kama ni kiongozi wa namna gani?
Of course ni kiongozi kama ambavyo nimesema mara kwanza, ni kiongozi wa mfano ambao hata mimi mwenyewe natamani kuwa kiongozi kama Engineer Said. Licha ya kwamba kuna baadhi ya vitu natamani aviondoe. Visiwe kama ndivyo vilivyo. Unajua kuna sura ya kiongozi pamoja na ubora anaoyafanya, lakini kuna baadhi ya vipunguze. Kuna sura ya kiongozi, hebu akae angalie kiongozi ana sura gani, afu aboreshe na kile anachokifanya. Wanasema too much is harmful. Kwa hiyo apunguze yale ambayo hayafai kwenye uongozi wake. Au boreshe yale yanayofaa kwenye uongozi wake. Naamini ataenda kufika mbali sana. Naogopa sana kuna baadhi ya vitu kama ambavyo nimetoka kukisema. Kuna siku atakuja kuleta taharuki kwa vile anavyovifanya, kwa sababu kuna watu watataka kutengeneza matukio ambayo yanawezekana yasiwe sahihi, lakini yakaondoa ile hadhi ya kuwa kiongozi bora. Kwa sababu bwana, mtu mwingine akavumisha jambo ambalo likaunganisha tu na picha kwamba unaona hiki kitu kimetokea hivi na hivi na hivi. Kwa ndo maana mimi nasema tahadhari. Kuna baadhi ya vitu avoid sana kuvifanya, kwa sababu vinaweza kuleta taswira mbaya kwa kiongozi. Unaona kuna upande wa Simba na la kujifunza kutoka kwa Engineer Harris? Hilo obviously uwezi kuficha. Simba wana jambo la kwenye swala la uongozi, Simba wana jambo la kujifunza. Nimesema hapa, unapokuwa kiongozi utaki kuwa na sura ambayo inamkataza mtu atakutoa mawazo, mtu ambaye pengine angekufikia kiongozi fulani. Mfano mimi labda nakuwa na mawazo ya kutaka kumfikia Engineer Said. Nishaona kwamba ninaweza kumsimamisha akanisikiliza. Umeelewa? Na akanipa muda wa kunisikiliza, bwana engineer, mimi nilikuwa naona hiki na hiki na hiki na hiki. Neno tunalifanyia kazi. Inaweza katosha kwamba amenisikiliza. Kwa hiyo hata kwa upande wa Simba watengeneze sura ya aina hiyo. Mtu anaweza kasimama akamwambia Mangungu pia, nina wazo langu hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini je, Mangungu mpaka sasa ametengeneza sura ya namna hiyo ya kwamba anaweza kawa na sura ya watu kumfikia kirahisi? Unajua Engineer Said unaweza ukamsimamisha ukataka kufanya interview. Watakao kupinga wewe kufanya naye interview ni wale wanaomzunguka. Lakini yeye anajiamini kufanya nini? Kufanya interview, atakusikiliza. Lakini Mangungu ninaamini hata bila mabodyguard anaweza kakataa kufanywa interview na watu. Mangungu ninaamini. Unaona interview anavyoongea? Yaani unajua hata interview inapokuwa rafiki, mtu anapokuwa unafanya na interview anakuwa yuko tayari, unaona kabisa yuko tayari hata swali lako kumuuliza. Kwa hiyo hata lolote swali ukimuuliza atakujibu kwa vile ambavyo yeye, hata kama itakuwa gumu kiasi gani, atakujibu vizuri. Lakini unaiona kabisa sura ya Mangungu imejiandaa kama vita wakati wote. Tofauti na Engineer Said ambaye wakati wote anajiandaa kuwa karibu. Wewe angalia hata tukio hili ambalo amelifanya. Engineer Said kawaita waandishi wa habari wawepo kwenye ile tukio. Licha ya kwamba maswali hayakuulizwa ya kutosha. Umeelewa? Hiyo unaweza kuzungumzia, lakini kuwepo na nia tu kwamba watu waniulize maswali nitawajibu. Wewe niambie lini Mangungu atakuja kuitisha mkutano yani naye aweke wawazi tumuulize kama tulivyomuuliza Engineer Said. Lini atafanya hivyo? Je, atakuwa na uthubutu wa hivyo? Kwa hiyo pia mazingira hayo natamani pia hata Simba wajifunze kwa Engineer Said, kuwa tayari, kuwa karibu na watu, kufungua milango ambayo sasa inakuwa pia na mipaka yake, ambayo sasa nasema pia kwa Engineer Said naye mipaka anaizidisha sometime. Kwa hiyo vyote hivyo unaweza kuzungumza, kuna jinsi ya kujifunza kufikia kwa yale ambayo wamejifunza, lakini hata kwenye mafanikio ya Engineer Said wanatakiwa kujifunza. Kuhitajika tu na CAF kukaa pale kama mwenyekiti. Simba wana jambo la kujifunza. Either kutrain viongozi ambao kwa ndani yake kuwa viongozi ambao wanaweza katazamika pia kimataifa, lakini pia kama sio kutrain tu wale viongozi kimataifa, lakini kutengeneza mazingira ya kuzifikia hizi fursa. Kwa Simba wana sababu ya kujifunza kuzifikia hizo fursa. Engineer Said kazifikiaje hizo fursa? Huenda Engineer Said huwa anajaribu kutenganisha, yani kuunganisha nyaya kati ya kiongozi fulani, kumfikia, kumpigia simu, kuomba ushauri, kutaka hiki, ufafanuzi hivi, au mazungumzo, au kutafuta kunywa kahawa nao. Kwa hata Simba anaweza kuomba wakatafuta muda wa kwenda kunywa kahawa na viongozi kutoka sehemu. Tumeona kama Engineer Said kuna kipindi anasafiri, anaenda Italia, anaenda wapi. Yote hayo ni mazingira ya kutengeneza ukaribu na wale viongozi ambao wao ndio wanaanza kukupa fursa za namna hiyo. Ndio. Tukija kwa upande wa Romain Folz ambaye huyu amekuwa na baadhi ya kimwimba kwamba aondoke na kikosi chao, mashabiki ambao tayari walikuwa kama hawaelewi mfumo wake, wanasema mfumo wake ni mgumu. Kwa upande wako hii itamwathiri vipi kuelekea mechi ya tarehe 18 dhidi ya Strikers? Kumwathiri kwa namna gani? Kwamba ni mashabiki hawamtaki kutokana na mfumo wake kwamba hawajauelewa.
Kikubwa ambacho mimi niwapongeze Yanga, kwanza kumbakiza Romain Folz ni kitu kikubwa. Nadhani watu kama atakuwa wamepitia katika channel tofauti ambazo nimezungumza, ikiwepo Like Media, ambao nizungumza kuhusiana na mtazamo wangu kuhusiana na Romain Folz. Kama mtu alinifuatilia mara kwanza, mimi nishe kumkataa Romain Folz kama ni sio kocha mwenye hadhi ya kufundisha Yanga, lakini baada ya kuja kuifundisha Yanga na kupata matokeo, kulikuwa na tetesi za kumtimua. Mimi nikasimama na Romain Folz, nikasema hakuna sababu ya Yanga kumtimua Romain Folz kwa sababu hajafungwa, na mpira miguu heshima kubwa ni kushinda. Lakini umeona kwamba tangu mwanzo hafai ndani kwa Yanga Afrika. Mara kwanza nilikuwa namuona hafai. Sasa hivi nini? Ni kwa sababu ya CV yake na flow yake ya timu fulani ambazo kazifundisha. Lakini kama anashinda, amefika Yanga anashinda, msubirini mpaka atakapokuwa amekosea. Swala la timu haichezi vizuri inawezekana ni hoja dhaifu sana, kwa sababu kwanza kocha ana michezo michache, ni mgeni, sawa, katoka na timu pre-season, lakini pre-season hiyo kakaa na wachezaji kwa muda gani? Lakini wakati huo amekaa kwa muda gani? Hizo timu alizocheza kazifunga magoli mangapi? Kafunga amefunga akiwa katika mazingira gani? Wachezaji wamefunga, sawa. Wanasema timu haichezi vizuri. Je, wamempa muda gani wa kuangalia timu inacheza vizuri? Je, kipaumbele cha mpira miguu ni kucheza vizuri kwanza au kushinda? Kwa muda uliopo, je, wangempa nafasi ya timu wakisema nataka timu icheze vizuri, je angeshindwa? Kwa hoja ya kusema wamfukuze kwa sababu timu icheze vizuri ilikuwa ni dhaifu. Kwa hiyo kumbakiza kwanza imepeleka sura ya Yanga kuwa na kuonekana kama wana misimamo. Hiyo nimpongeze Engineer Said, kwa sababu sura na msimamo ya klabu ndio itaenda kuongoza mashabiki sasa kwamba bwana, uongozi umesema hivi. Na ilikuwa ni vema pia wangezungumza kwamba status ya Romain Folz ni kocha wa Yanga. Yaani wazungumze na waeleze kwamba wana malengo gani msimu huu, na yeye na hiki ambacho kilikuwa nazungumzwa wao wakiweka kwenye sura ambayo hata mashabiki sasa waanze kuzungumza lugha ambayo inafanana. Kwa upande wangu mimi namuona ni kocha ambaye kapewa yani ni kama kapewa nafasi nyingine yenye mtego ndani yake, kwa sababu unasema mtego, kumleta kocha msaidizi ina maana wewe unaonekana kama una madhaifu. Tumemleta kocha ili akusaidie baadhi ya majukumu, na tetesi za kuondoka zilikuwa yeye kwamba Yanga wanataka yeye avunje mkataba, alikataa. Kwa hiyo amempa mtego kwamba endapo kama ikifanya makosa tu Romain Folz akachukuliwa kichwa, kwa maana yake akaondolewa kwenye nafasi ya kocha mkuu. Kwa hiyo kitu ambacho na kitazama sasa hivi ni yeye kwenda kuprove wrong kwa kufanya vitu ambavyo ni bora na kudhihirisha kwamba kama mlikuwa nafikiria kuniondoa, mimi naweza kufanya kazi hii na naweza kufikisha hapa. Sasa akiboronga tu ni yeye. Najua hapa wamekaa kwenye mtego. Muda wote wanataka kumla kichwa, akionekana tu